Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu. Marekani na Israel zaendeleza mashambulizi dhidi ya Iran, huku milipuko mikubwa ikiripotiwa katika mji mkuu wa Tehran, nayo Iran ikilipiza kisasi kwa kushambulia jirani zake. Israel na Iran zimeanzisha mashambulizi mapya, huku vita katika eneo la Mashariki ya Kati vikiendelea kwa siku ya 6. Milipuko imesikika katika eneo lote la kanda hiyo, ikiwemo nchini Qatar na Bahrain. Rais Donald Trump amesema anahitaji kushirikishwa katika harakati za kuchagua kiongozi anayefuata wa Iran. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya nje kutoka Axios ambayo imefanya mahojiano na rais wa Marekani. BBC imejaribu kuwasiliana na ikulu ya White House ili kupata maoni yake. Milipuko iliripotiwa huko Tehran na miji mingine nchini Iran. Moshi umeonekana ukifuka juu angani katika mji mkuu wa Iran. Mtu mmoja kutoka Isfahan ameiambia BBC kwamba mji huo ni kama sehemu iliyokumbwa na vita, ukiwa chini ya mashambulizi ya mara kwa mara, huku ndege za kivita zikionekana zikizunguka angani. Iran inaendelea kulipiza kisasi kwa kufanya mashambulizi katika maeneo ya karibu katika nchi mbalimbali zilizo karibu na kanda hiyo, huku milipuko ikiripotiwa nchini Qatar na Bahrain. Watu 6 wamejeruhiwa na vifusi vilivyoanguka kutoka angani huko Abu Dhabi. Azerbaijan inasema pia imeshambuliwa na ndege 2 zisizo na rubani kutoka Iran. Video hii inaonyesha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nakhchivan. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo amelaani shambulizi hilo na kusema Azerbaijan ina haki ya kujibu mashambulizi. Pia amemuita balozi wa Iran kwa mazungumzo. Huko Lebanon, Israel inasema imelenga kwa mashambulizi kusini mwa Beirut ngome ya kundi la Hezbollah wanaounga mkono Iran. Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti usiku wa jana kwamba watu 3 waliuawa na wengine 6 kujeruhiwa baada ya mashambulizi mawili karibu na mji mkuu. Wakati huo huo, maafisa wa Pentagon huko Marekani wanadai kuwa makombora ya angani ya Iran yamepungua kwa angalau 86%. Rais Donald Trump amesema Marekani na Israel wako katika nafasi nzuri na ameahidi kuendelea kusonga mbele dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nadhani mnakiona kama kile ninachokiona mimi. Unaona maendeleo makubwa yanayofanywa. Mashambulizi yao yanakabiliwa kwa haraka. Mabomu yao yanavurugwa. Wanawashambulia majirani zao, na katika baadhi ya matukio wanawapiga hata washirika wao, tena washirika wao wengine wa karibu wa hivi karibuni tu. Ghasia zinazidi kuongezeka katika ukanda wa Mashariki ya Kati na katika maeneo mengine, hali ambayo imesababisha wakazi wengi kuhama. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR linakadiria kwamba angalau watu 100,000 waliondoka Tehran katika siku za 2 za kwanza baada ya mashambulizi kuanza. Nchini Lebanon, zaidi ya watu 58,000 wamepewa hifadhi katika maeneo ya makazi ya pamoja. Na nchini Syria, inasemekana takriban raia 10,000 na wa Lebanon 1,000 walivuka kutoka Lebanon kwenda Syria katika siku 2 za kwanza za vita, karibu mara 3 ya wastani wa idadi ya kila siku. Ifuatayo ni taarifa ya Jeremy Bowen ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Katika siku 6 za vita, hali kubwa ya kutokuwa na uhakika kuhusu siku zijazo imewakumba zaidi ya Waajemi milioni 90. Bila kujali maoni yao kuhusu utawala uliopo, kuishi katika jiji au nchi inayopigwa mabomu kunaweza kufanya maisha ya watu kuwa jaribio la kila siku la kustahimili. BBC ilipokea ujumbe huu kutoka Tehran kutoka kwa mwanamume ambaye hakutaka kufahamika. I'm in Tehran. Niko Tehran. Katika siku 3 zilizopita sikuwa na internet kabisa. Hadi jana kulikuwa na mashambulizi ya mabomu hapa. Mashambulizi makali sana. Saa haikujalisha. Saa 24 kwa siku walikuwa wakipiga mabomu. Magari yanaonekana jijini Tehran. Baadhi ya shughuli za kimaisha zinaendelea. Hakuna shaka kuhusu uwezo wa Marekani wa kuharibu, lakini kuna hofu kubwa kuhusu kutimiza ahadi zake za kuwasaidia Waajemi kukomesha miaka mingi ya utawala wa kimabavu. Hakuna ushahidi wa mpango madhubuti wa kile kinachotokea pale mashambulizi ya mabomu yatakapositishwa, na kuna ongezeko la ishara nyingi zinazoonyesha kuwa uwezo wa utawala wa Iran wa kuendelea kupambana ulidharaulika. Moyo wangu kweli umeumia nikiwafikiria raia wa Iran. Rais Trump aliwasilisha hili kama fursa ya kihistoria kwa kizazi hiki, lakini kwa kweli inaonekana kama janga la kihistoria.
Raia wa Iran wamegharamika kwa ukandamizaji wa Jamhuri ya Kiislamu kwa miaka 47, na nina wasiwasi si tu kwamba wataachwa katika nchi iliyoharibiwa na vita, bali kuathirika kiuchumi na hata kuendelea kuathirika na athari nyingine za kivita. Israel iliachia video inayoonyesha wazi moja ya ndege zao ikiwa juu ya Tehran na kombora lililozungushwa duara jekundu likipita pembeni kwa kasi. Israeli iliharibu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran mwaka jana, jambo linalomaanisha anga ya Iran iko wazi kabisa kwa marubani wa Israeli na Marekani. Waandishi kutoka kitengo cha BBC Persian walizungumza na Waajemi wanaokimbilia mpaka wa Uturuki. Kusema kweli, watu wana msongo wa mawazo kabisa. Hali ni mbaya. Hakuna mtu aliye katika hali yake ya kawaida kwa sababu ya kupanda kwa bei za bidhaa na kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Watu tayari walikuwa chini ya shinikizo kubwa. Na sasa kwa kuwa vita vimeanza tena, hali imekuwa mbaya zaidi. Nilikuwa huko kwa muda wa mwezi mmoja, lakini nahisi kama nimezeeka, kama vile nina miaka 100. Ni hali inayochosha, ilinidhoofisha sana. Katika kanda nzima, vita bado vinazidi kupamba moto. Nchini Lebanon, mshiriki wa Iran Hezbollah aliachia video ya shambulio la ndege isiyo na rubani. Katika kile kinachoweza kuwa tukio tofauti, kifaru cha Israeli ndani ya Lebanon kimezungushwa duara kinaonekana kupigwa moja kwa moja. Israeli hata hivyo ina nguvu kubwa zaidi ya kijeshi kuliko Hezbollah tangu ilipopata ushindi mkubwa dhidi yao mnamo mwaka 2024. Hii ilikuwa Tairi, kusini mwa Lebanon jana usiku baada ya mashambulizi zaidi ya Israel. Wizara ya afya mjini Beirut inasema takriban raia wa Lebanon 70 wameuawa katika siku 3 zilizopita. Maswali makubwa kwa Mashariki ya Kati nzima ni pamoja na je, hali hii itaendelea kwa muda gani na kitu gani kifanyike ili kuisitisha? Hakuna aliye na majibu bado. Ripoti hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Familia za Wakenya ambao jamaa zao wamejiunga na jeshi la Urusi kupigana vita dhidi ya Ukraine wameandamana hii leo jijini Nairobi. Wanaitaka serikali ya Kenya kuwasaidia kuwarejesha jamaa zao nyumbani. Familia hizo aidha zinaitaka serikali ya Kenya kudhibiti mawakala wanaopeleka raia wa Kenya kupigana vita vya Urusi na Ukraine. Katika mazungumzo na BBC wiki chache zilizopita, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi alisema kwamba angesafiri kuelekea Moscow ili kutafuta suluhu ya kitendo alichokitaja kuwa hakikubaliki. Mwanahabari wa BBC Baldin Waliaula aliambatana na familia hizo mapema leo na kututumia taarifa ifuatayo. Niko hapa mbele ya bunge la Kenya ambapo wazazi, jamaa na marafiki wamefika kuwasilisha azimio lao la kutaka vijana wao ambao wamejiunga na jeshi la Urusi kurejeshwa nyumbani. Awali katika maandamano ambayo walifanya mapema kabla ya kufika eneo hili, tulizungumza na baadhi yao ambao walitoa hisia zao. Kwa niaba ya my nephew ambaye alitoweka na tukukuwa tunajua kwenye alienda, finally alipiga simu na akasema ako Russia. Tunaomba serikali yetu ya Kenya waingilie kati, wakuje watusaidie kupata watoto wetu. Simon Mwaura Ndegwa alitravel kwenda Russia on 20th November. Alikuwa amepromiziwa kwenda kufanya kazi ya udereva, lakini wakati alipofika huko alituambia ameambiwa atatulia kama siku 2-3 hivi alafu atapelekwa kwa kamp ya military. Ameenda kupigana huko. Tungetaka tu serikali iingilie kati. William Samoei Ruto, tulikuchagua kwa roho moja. Tungekuomba tu upige tu simu moja ama uende huko ama utume Musalia Mudavadi aende huko asaidie watoto wetu. Niko hapa juu ya bwana yangu alienda Russia mwaka uliopita na hadi tuko na miezi 4 hadi atuongee naye. Akisema ameenda kazi huko ya security officer. Sijui kama yuko hai ama amejeruhiwa ama asijui. Sina habari yoyote.
Zaidi ya Wakenya 1000 wanakisiwa kushiriki katika vita vya Ukraine na Urusi, wengi wao kisemekana kuwa katika mstari wa mbele wa vita hivyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi katika mahojiano ya awali na BBC alisema kuwa wanashirikiana na Urusi kusitisha usajili haramu wa Wakenya kujiunga na vita hivyo. Hata kama tutazika tupate amani. We want closure. Shinikizo inazidi kutolewa kwa serikali ya Kenya kufanya hima kusitisha Wakenya zaidi kujiunga na jeshi la Urusi. Beldin Waliaula, BBC, Nairobi. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, One Luo TV nchini Uganda, Mishapi TV huko DRC pamoja na KTN na K24 TV nchini Kenya. Pia unaweza kutazama matangazo haya katika ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, zaidi ya watu 200 wahofiwa kufariki baada ya maporomoko ya ardhi kukumba mgodi huko Rubaya, mashariki mwa DR Congo. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Tuelekee nchini Sudan Kusini ambapo waziri wa habari na mawasiliano nchini humo Atenyi Wek Atenyi ameambia BBC kwamba vikosi zaidi vya jeshi la nchi hiyo vimetumwa katika mji wa Rueng ambao ulishuhudia mashambulizi ya makundi ya wapiganaji katika wiki chache zilizopita. Serikali ya nchi hiyo imesema kwamba takriban watu 170 waliuawa kwenye mashambulizi hayo, huku raia wakihofia usalama wao ambao wanasema unazidi kutishiwa kila uchao. Aidha, waziri Atenyi amesema kwamba jeshi la taifa limedhibiti hali katika jimbo la kaskazini la Jonglei baada ya makabiliano makali kati ya kundi la SPLMIO na vikosi vya serikali. Kundi hilo ambalo limetajwa kuwa la waasi linamuunga mkono makamu wa rais Riek Machar ambaye amesimamishwa kazi kwa sasa. Aidha, linadaiwa kuwalazimu maelfu ya raia kuondoka makwao kutokana na hali ngumu ya kiusalama huko. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, taifa hilo dogo zaidi duniani liko hatarini kurejea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mnamo mwaka 2018, Dr. Machar alitia saini mkataba wa amani na Rais Salva Kiir ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilikuwa vikiathiri nchi hiyo tangu mwaka 2015. Kwa sasa Dr. Machar anakabiliwa na shtaka la uhaini na mauaji, jambo ambalo wafuasi wake wanasema ni dhulma inayochochewa tu kisiasa. Hii hapa kauli ya waziri Atenyi Wek Atenyi kuhusu hali nchini humo. If the war did not erupt
Kama vita havingezuka mwaka 2013, Sudan Kusini ingeandaa uchaguzi mkuu kwa mara ya kwanza katika mwaka 2015, na hapo mgogoro wa kisiasa ungetatuliwa vyema. Kwa hivyo ni masikitiko makubwa kwamba Sudan Kusini haikutekeleza ilichoazimia kukifanya, ila tunajitahidi kuhakikisha kwamba raia wa Sudan Kusini wanawachagua viongozi wao, na kwa hilo nadhani mgogoro wa kisiasa utakwisha kupitia uchaguzi. Hii ni kwa sababu watu ambao raia wanahisi ni viongozi wema watachaguliwa na jamii itahisi imehusishwa. Sasa ili kufahamu zaidi tuungane mubashara na mwandishi wa BBC Calvin Jabedo, yuko Sudan Kusini. Jabedo, hali iko vipi hapo ulipo katika jimbo la Jonglei? Roni, tuko hapa Bor katika jimbo la Jonglei na tumekuwa Sudan Kusini sasa, na ukilinganisha hali ya Bor na jimbo lenyewe la Jonglei ukilinganisha na Juba, Jonglei ni kama ni mahame kwa kiasi kikubwa. Wakazi wa hapa wameathirika sana na machafuzi ya vita ya ndani kwa ndani kati ya wanamgambo ama waasi wa IO pamoja na wakipigana vita na majeshi ya SPLM ya serikali hapa. Kwa sasa Jonglei ni mahame kwa kiasi kikubwa. Calvo, jimbo hilo lilikuwa kitovu cha mapigano kama ulivyotaja wiki chache tu zilizopita. Raia ambao umeongea nao wanasema nini kimefanyika kuanzia wakati huo mpaka sasa? Roni, itakumbukwa kuwa raia hawa si mara ya kwanza wamepatana na maafa. Tarehe 21 Februari watu karibu 25 waliuliwa katika kijiji cha Pankor, na Machi tarehe 1 ndipo sasa kulikuwa na mauaji mengi ya watu karibu 170 hivi katika kijiji cha Ruang. Kati ya hawa 170 ni wale tu ambao serikali ilikiri kuwa tumepata haya, lakini wakazi ambao tumezungumza nao wanasema kwamba miili mingine 18 ilipatikana katika vichaka na mengine akiwa yamechomekea ndani ya makazi yao, na wakazi hao wanasema kuwa si kawaida jambo kama hili kutokea, na pia wanazungumza kwa uoga mwingi sana. Wanasema kuwa hawana uhakika kama wakirudi kwenye majumba yao na kwenye makazi yao watakuwa na hali ya usalama, na wengine pia wameamua kukimbia kwenda upande ambao unamilikiwa ama unadhibitiwa na wanamgambo wa IO. Na Calvo, raia walioathirika mpaka sasa wamepokea misaada ya kibinadamu au bado wako katika hali ngumu ya kimaisha? Hapo jana na leo tumekuwa tukizungumza na wakazi wengi hapa ambao wale wachache ambao wamerudi, wengi wao wanalalamikia njaa, maradhi kama vile kutapika, utapia mlo kwa watoto. Wengi wao hawana hata makazi, hawana chakula, hawana nyumba, na machafuzi haya kwa kiwango kikubwa pia kiliathiri misaada ambayo wanapokea. Mashirika ya kibinadamu ambayo yanapeana misaada kama shirika la chakula duniani WFP, shirika la Umoja wa Mataifa, mashirika hayo yalikuwa yamesitisha kwa muda mipango yao ya kusaidia ama kutoa msaada kwa hawa watu. Ila sasa baada ya serikali kudhibiti usalama kwa kiasi kikubwa, wamerejelea sasa kupeana hii misaada. Kwa mfano, shirika la chakula duniani WFP imeanza kupeana chakula kwa sehemu ambazo zimeathirika kwa kikubwa na machafuzi hayo, yale ambayo wanasema ni dire situations kwa lugha ya Kimombo. Wameanza kupeana chakula huko, na wengine wameanza kupewa chakula hapa. Hata hili eneo la Bor tumekuwa kwenye mazahanati ambapo watoto wamekuwa wakipokea chakula na ile nutritional additives za watoto ya kuwasaidia ambao wameathirika na utapiamlo. Kwa kifupi tu Kevo, kwa sababu serikali inasema kwamba imechukua udhibiti wa jimbo la Jonglei kutoka kwa waasi. Wewe binafsi umekuwa hapo kwa siku kadhaa sasa. Hali ya usalama ikoje kwa mtizamo wako, Calvin? Kwa mtizamo wangu, hali ya usalama kwa leo, kwa sasa, ningesema kwa sasa iko shwari. Serikali kwa kweli, kusema kweli, imedhibiti hali ya usalama, lakini si jimbo zima la Jonglei. Jimbo la Jonglei ni kubwa. Upande ule wa Pankor, upande wa Ruang, kiasi bado watu wana ati. Upande huu mwingine wa Bor na upande wa Duk, kwa kiasi kikubwa serikali imechukua udhibiti wa jimbo hili.
hapo awali mchana leo tulizungumza na mkuu wa ujasusi katika hili jimbo ambaye alisema kwamba wao kama serikali hawana tatizo lolote na mtu yoyote, hawana tatizo na raia, hawana tatizo na watu. Ila hawa waasi wa IO ndio wanakuja kuwapiga raia na kuwapiga hao wenyewe kama serikali mahali ambapo wako. Na amesema kwamba wameongezewa majeshi ili kudhibiti. Asante sana Calvin Jabedo, ripota wetu tukisema naye kutoka Jonglei, Sudan Kusini. Tubakie barani Afrika. Wizara ya Madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imethibitisha kuwa zaidi ya watu 200 huenda wamepoteza maisha katika maporomoko makubwa ya ardhi yaliyotokea kwenye mgodi wa wachimbaji wadogo wa madini katika eneo la Rubaya katika jimbo la Kivu Kaskazini tarehe 3 ya mwezi Machi mwaka huu. Wizara hiyo inasema kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha ni takriban watoto 70. Maporomoko hayo yalisababishwa na mvua kubwa zilizonyesha na kusababisha maporomoko kwa handaki kadhaa katika eneo la Masisi. Watu wengi waliojeruhiwa wamehamishwa na kupelekwa katika hospitali zilizopo mjini Goma ili kupokea matibabu. Mamlaka zinasema tukio hilo lilitokea katika eneo lililo chini ya udhibiti wa kundi la waasi la M23, jambo ambalo linafanya shughuli za uokoaji kuwa ngumu hata zaidi. Serikali imelaani hali zisizo salama zinazowakabili raia katika maeneo yaliyo nje ya uongozi wa serikali, ikibainisha kuwa kukosekana kwa usimamizi rasmi wa shughuli za uchimbaji kuliwaacha wafanyikazi bila ulinzi muhimu. Wizara ya Madini nchini DRC imesema inafuatilia juhudi za kutoa misaada ya kibinadamu, huku ikitoa wito wa kurejeshwa kwa haraka uongozi wa serikali ili kukomesha uchimbaji haramu wa rasilimali. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, Ethiopia yazindua kituo cha polisi kisichokuwa na maafisa wa polisi. Je, kitafanikiwa kuimarisha usalama? Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa hebu wazia, ushawahi kufika katika kituo cha polisi ambacho hakina polisi? Albert Kirui anaripoti kuhusu kituo hicho kutoka Ethiopia. Hakuna dawati la mapokezi. Hakuna maafisa wa polisi nyuma ya kaunta. Hakuna kitabu cha kunakili matukio, yani OB. Hiki ndicho kituo cha kwanza cha polisi kisicho na maafisa waliopo moja kwa moja nchini Ethiopia. Hapa jijini Addis Ababa, wakazi sasa wanaweza kuripoti matukio kidijitali bila foleni wala mawasiliano ya ana kwa ana. Mfumo huu wa kidijitali utakuongoza kama mtumiaji wenyewe hatua kwa hatua.
Utaweza kuwasilisha malalamiko yako, kuripoti ajali za barabarani na kuandika maelezo kabla ya taarifa hizo kuingizwa moja kwa moja kwenye mtandao ya utawala wa polisi nchini Ethiopia. If somebody have any issue, ukiwa na jambo lolote unakuja hapa, unapiga ripoti moja kwa moja. Hakuna maafisa wa polisi hapa. Unapiga tu simu kwa maafisa wa polisi walioko katika makao makuu, kisha unawapasha kuhusu jambo lolote ungetaka kuripoti, na moja kwa moja watajibu. Ikiwa kuna swala lolote, maafisa wanaoshika doria karibu na eneo hili watajulishwa ili kuja kuchunguza ripoti hiyo. Mradi huu ulizinduliwa chini ya uongozi wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed kama sehemu ya mpango mpana wa mageuzi ya huduma za umma kwa njia ya kidijitali. Hata hivyo, kuingizwa kwa suala la usalama katika ajenda hii kunaleta mjadala kuhusu suala la usalama katika kipindi ambacho baadhi ya wananchi wa Ethiopia wamekuwa wakieleza wasiwasi wao kuhusu upatikanaji wa huduma hiyo nchini. Leo hii siko hapa kuripoti uhalifu kwa sababu ziara yangu katika jiji la Addis limekuwa na mafanikio na haijakuwa na uhalifu wote. Lakini kwa wakazi ambao wanaishi katika jiji hili la Addis, je, huu utakuwa ni mfumo mpya ambalo linaweza likatumika katika bara la Afrika? Utafiti wa kitaaluma uliochapishwa mwaka 2025 kuhusu mwenendo wa uhalifu jijini Addis Ababa ulibaini kuwa udanganyifu ulichangia takriban 20% ya uhalifu ulioripotiwa. Matukio ya majaribio ya mauaji pia yalitajwa kukua kwa kiwango kikubwa. Serikali inaamini kuwa vituo kama hivi vitafanya kazi za polisi kuwa za haraka na zenye ufanisi zaidi. Kulingana na ripoti kutoka tovuti ya Digital Ethiopia ya mwaka 2026, mtu mmoja kati ya 5 nchini Ethiopia alitumia mtandao kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, licha ya taifa hilo kuwa na zaidi ya watu milioni 93 ya watumiaji wa simu za mikononi. Hali hiyo inaonyesha kuwa na simu huenda sio sawa na kuwa na uwezo wa kutumia mtandao kikamilifu. Baadhi ya wataalamu wanaonya kuwa kuharakisha uhamiaji kuelekea mfumo wa kidijitali katika masuala ya usalama kunaweza kuacha nyuma watu wengi. Lakini iwapo mfumo huu utaenea hapa au hata katika maeneo mengine barani Afrika, huenda ikategemea jambo ambalo teknolojia pekee haiwezi kuhakikisha: imani ya umma. Kwa sasa vituo vya kawaida vya polisi bado vinaendelea kufanya kazi sambamba na mfumo huu mpya. Lakini maafisa wa polisi wanaosimamia kituo hiki wanaamini kuwa hiki kituo cha polisi cha kwanza kabisa barani Afrika kinaonyesha taswira ya jinsi suala la usalama linavyoweza kuwa katika enzi ya kidijitali. Albert Kirui, BBC News. Sisi lazima tuende kituoni, tumpate afande, tumwambie afande twende, kumewaka moto. Mimi naitwa Ron Clifford, na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu wa mbu.